Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndo mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, tukufahamishe nini kinachoendelea kujiri huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, ambako kunaendelea mapigano sehemu mbalimbali kati ya waasi wa AFC M23 kipambana na makundi ya wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni FARDC. Vile vile waasi wa Twigwane wanaoungwa mkono na waasi wa AFC M23. Tuanze na habari kutoka huko katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako M23 na Twigwane Reta Bara yatangaza kupanua mashambulizi yake baada ya kudhibiti eneo la kimkakati la Point Zero katika wilaya ya Fizi. Wafanyabiashara walazimika kurejea walikotoka baada ya kudaiwa kutozwa ushuru katika vizuizi vya wazalendo kwenye barabara ya Kalonge na Bunyakiri huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Pia wazalendo wa General Kasongo wanadai kurejesha udhibiti wa kijiji cha Pepe huku nyumba zikiteketezwa kwa moto wakati wa mapigano. Gavana wa kijeshi wa Ituri aonya dhidi ya matapeli wanaotumia jina lake kuwaomba wananchi na wafanyabiashara fedha kwa njia za udanganyifu. Waziri wa mawasiliano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya azitaka hoja za Rwanda kuhusu mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema zimekuwa zikitolewa kwa miongo kadhaa bila msingi. Hizi ndizo habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, baki nasi mwanzo hadi mwisho. Vile vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako hali ya usalama katika maeneo ya nyanda za juu za wilaya ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa kudumu kwa siku kadhaa kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Muungano wa waasi unaojumuisha M23, Twigwane na Reta Bara kupitia msemaji wao Fredi Kaniki umedai kuwa umechukua udhibiti wa vijiji na maeneo kadhaa baada ya mapigano hayo. Miongoni mwa maeneo yaliyotajwa ni Alienge, Mienge, Etabi, Ilundu, Kalonge, Aenge, Lulemba, Bichumbi, Ruisankuku pamoja na eneo la kimkakati ambalo ni Point Zero. Kwa mujibu wa madai hayo, mafanikio hayo yanatokana na operation za kijeshi zilizofanyika katika nyanda za juu za Fizi na Mwenga. Hata hivyo, hadi sasa madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru na mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu hali halisi ya maeneo hayo. Wakati huo, vyanzo mbalimbali vya ndani vinaeleza kuwa baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo wamefanya kile kinachoelezwa kuwa ni kujiondoa kimkakati na kuelekea katika maeneo ya Mulima, Abala na Kiele na Mukera ndani ya wilaya ya Fizi. Lengo la hatua hiyo haijafafanuliwa rasmi na jeshi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa iwapo eneo la Point Zero litaendelea kubaki chini ya udhibiti wa waasi, linaweza kuwapa faida muhimu ya kijeshi kutokana na nafasi yake ya kimkakati. Hali hiyo inaweza kurahisisha harakati za kuelekea maeneo mengine ya Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakiwemo Baraka na baadaye Kalemi, na pia huko katika mkoa wa Tanganyika, yani huko Kalemi katika mkoa wa Tanganyika. Baadhi ya uchambuzi wa ndani unaonyesha kuwa endapo waasi wataendelea kusonga mbele, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya mji wa Uvira na maeneo yanayoizunguka. Wachambuzi hao wanafananisha mwenendo huo na mbinu ya kuzingira maeneo hatua kwa hatua ambayo iliwahi kushuhudiwa katika mapigano yaliyotangulia katika mji wa Goma. Kutokana na hali hiyo, hofu inaendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi wa maeneo yaliyo karibu na mapigano, huku taarifa zikieleza kuwa baadhi ya familia zimeanza kuhama makazi yao kwa hofu ya kuhofia usalama wao. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu, kulinda raia na kuruhusu misaada kuwafikia wananchi walioathirika. Wakati mapigano yanaendelea, jamii ya kimataifa na wadau wa kikanda wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kusitishwa kwa mapigano na kutafutwa kwa suluhisho la amani kupitia mazungumzo ili
kuzuia kuongezeka kwa machafuko na athari zake kwa raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee tu na habari za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano yanaendelea kushuhudiwa katika eneo la kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kundi la wazalendo linaloongozwa na General Kasongo linadai kurejesha udhibiti wa kijiji cha Pepe baada ya mapigano makali dhidi ya adui. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka eneo hilo, wapiganaji wa wazalendo wanasema wamefanikiwa kudhibiti tena kijiji hicho, huku wakidai kuwa kabla ya kuondoka kwa wapiganaji wa upande wa pili walichoma moto nyumba zote zilizokuwa katika kijiji hicho. Endapo taarifa hizi zitathibitishwa, uharibifu huo unatarajiwa kuacha wakazi wengi bila makazi na kuongeza changamoto za kibinadamu katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na vita kwa muda mrefu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho huru uliotolewa kuhusu madai ya kurejeshwa kwa udhibiti wa kijiji cha Pepe wala kuhusu kiwango halisi cha uharibifu uliosababishwa na moto huo. Vile mamlaka za serikali na upande unaotuhumiwa kutekeleza tukio hilo bado halijatoa tamko rasmi kuhusu kilichotokea. Wakati huo, mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu, kulinda raia pamoja na mali zao na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wananchi walioathirika na vita. Hali ya usalama katika maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha yakisababisha vifo, uharibifu wa mali na kuongezeka kwa idadi ya wananchi waliolazimika kukimbia makazi yao. Baki tu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Ituri, ambako mamlaka za mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetoa onyo kali kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya udanganyifu kwa kutumia jina la gavana wa kijeshi wa mkoa huu anayejulikana kwa jina la General Major Kasongo Mulumba Batoka Gabi ili kujipatia fedha au manufaa mengine ya kifedha. Katika taarifa rasmi iliyotolewa mjini Bunia, ofisi ya gavana inaeleza kuwa hakuna mtu yeyote aliyepewa mamlaka ya kuomba au kukusanya fedha kwa niaba ya gavana wa kijeshi kutoka kwa taasisi za umma, kampuni binafsi, wafanyabiashara au waendeshaji wa shughuli za kiuchumi. Taarifa hiyo imekuja kufuatia taarifa za kuwepo kwa watu wanaodai kuwa wanawakilisha mamlaka ya mkoa na kutumia madai hayo kuwaomba wananchi pamoja na wafanyabiashara kutoa michango au malipo yasiyo halali. Serikali ya mkoa imewataka wananchi kuwa waangalifu wanapokabiliwa na maombi ya aina hiyo na kuhakikisha wanathibitisha taarifa kupitia njia rasmi kabla ya kutoa fedha au msaada wowote wa kifedha. Mamlaka zimeonya kuwa mtu yeyote atakayebainika kutumia jina la gavana wa kijeshi au ofisi ya serikali kufanya udanganyifu atachukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria zinazotumika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wa mkoa pia wamewahimiza wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama endapo watakutana na watu wanaojitambulisha kama wawakilishi wa gavana na kuomba fedha kwa njia zisizo rasmi. Hatua hiyo inalenga kulinda wananchi dhidi ya utapeli na kuhakikisha kuwa fedha za umma pamoja na mali za wafanyabiashara hazipotei kupitia mbinu za udanganyifu. Mamlaka zinaamini kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya dola utasaidia kuwabaini, kuwafikisha mbele ya sheria wote wanaojihusisha na vitendo hivyo, huku wakisisitiza kuwa mawasiliano yote yanayohusu michango au malipo ya serikali hufuata taratibu rasmi na si kupitia watu binafsi wanaojitambulisha kwa njia zisizo halali. Tubaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafanyabiashara kadhaa, wengi wao wakiwa wanawake, wamelazimika kusitisha safari zao na kurejea walikotoka baada ya kukumbana vizuizi vya ukusanyaji wa ushuru katika barabara inayounganisha Kalonge na Bunyakiri huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu ya wafanyabiashara hao, wanadai kuwa wanachama wa kundi za wazalendo wameweka vizuizi kadhaa katika barabara hiyo na kuwatoza ushuru katika kila kizuizi wanachokipita.
Hali hiyo imeongeza gharama za usafiri na biashara, huku wengi wakisema hawezi tena kuendelea na shughuli zao kutokana na mizigo mikubwa ya malipo. Katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, mwandishi wa video hiyo anaeleza wasiwasi wake kuhusu athari za ushuru huo kwa wafanyabiashara wadogo. Anatoa mfano kwa mfanyabiashara anayehitaji kununua dumu la mafuta ya kupikia lenye thamani ya faranga za Kongo 40,000, lakini analazimika kutumia zaidi ya nusu ya mtaji wake kulipa ushuru katika vizuizi mbalimbali vinavyowekwa njiani. Mwandishi huyo pia ameibua maswali kuhusu msingi wa ongezeko la viwango vya ushuru huo. Anahoji ni kwa vigezo gani kiasi kinachotozwa kinaendelea kuongezeka na ni mamlaka gani inayoruhusu au kusimamia ukusanyaji wa fedha hizo katika maeneo husika. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa hali hiyo inahatarisha biashara zao na maisha ya familia zinazotegemea shughuli hizo za kila siku. Wanasema endapo mazingira hayo yataendelea, bidhaa muhimu zinaweza kupanda bei kutokana na gharama kubwa za kufika sokoni au za kufikisha mizigo sokoni, jambo linalowaadhiri pia wananchi wa kawaida. Kwa sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa viongozi wa wazalendo kuhusu madai hayo na utozaji wa ushuru katika vizuizi vilivyopo katika eneo la Kalonge na Bunyakiri. Vile mamlaka za serikali bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu hatua zitakazochukuliwa au hatua zinazochukuliwa kushughulikia malalamiko hayo ya wananchi. Tukio hili linaangazia changamoto zinazoendelea kuikumba sekta ya biashara katika maeneo yenye changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wafanyabiashara na wananchi wanaendelea kukabiliwa na vikwazo vinavyoathiri uchumi na maisha yao ya kila siku. Tuongelee habari za siasa kuhusu vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waziri wa mawasiliano, vyombo vya habari na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amesema serikali ya Kinshasa inaendelea kupinga kwa nguvu hoja zinazotolewa na Rwanda kuhusu mzozo wa usalama unaoendelea huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza kuhusu hali ya usalama, Patrick Muyaya alidai kuwa sababu ambazo Rwanda imekuwa ikizitoa kwa miaka mingi kuhalalisha hatua zake dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazina msingi. Kwa mujibu wa waziri huyo, hoja hizo zimekuwa zikitolewa tangu enzi za taifa hilo lilipojulikana kama Zaire chini ya utawala wa Rais Mobutu Sese Seko, na zimeendelea kutolewa hadi sasa katika kipindi cha utawala wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Msemaji huyo wa serikali alisitiza kuwa kwa mtazamo wa Kinshasa, mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hauwezi kuhalalishwa kwa kutumia sababu ambazo zimekuwa zikijirudia kwa miongo kadhaa. Aliongeza kuwa serikali ya Kongo inaendelea kutetea mamlaka na uhuru wa nchi yake, huku ikitaka kuheshimiwa kwa mipaka yake inayotambulika kimataifa. Kauli ya Patrick Muyaya inakuja wakati mvutano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda ukiendelea kuongezeka kutokana na mapigano yanayohusisha waasi wa M23 katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Serikali ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Kwa upande mwingine, Rwanda imeendelea kueleza kuwa hatua zake zinatokana na masuala ya usalama mpakani na uwepo wa makundi yenye silaha yanayotishia usalama wake. Hata hivyo, pande hizo mbili zimeendelea kutofautiana kuhusu chanzo halisi cha mzozo huu. Wakati ya hali ikiendelea kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kikanda na kimataifa zinaendelea kuhimiza mazungumzo ya kisiasa na kusitishwa kwa mapigano ili kupunguza mateso ya raia na kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa, na hapo utapata kufahamu mengi yanayoendelea pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikukumbushe tena kufanya kitu moja, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile una partage, wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video au kwenye screen yako, na ukatupatia maoni yako au ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako, aidha
mapendekezo yako. Karibu katika habari za kimataifa. Karibu. Maafisa wakuu wa Iran watoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei huku maandalizi ya kustiri mwili wake yakianza. Mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu adai fidia kwa shauri lake kucheleweshwa na kukaa gerezani mwaka 1.5. Na Misri, Cape Verde na Ghana kushuka dimbani leo kutafuta kufuzu kwa 16 bora kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii leo, tukianza na Iran. Maafisa wakuu wa Iran wameanza kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi wa juu kabisa wa nchi hiyo aliyeuawa na Israel, Ayatollah Ali Khamenei, katika mwanzo wa wiki ya shughuli za mazishi jijini Tehran. Sudi Mnete na kina cha shughuli hiyo ambayo kilele chake kitahitimishwa Julai 7. Mwili wake umewekwa kwa ajili ya wananchi na viongozi kutoa heshima katika eneo la Grand Mosala. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, spika wa bunge Mohamed Bagher Ghalibaf na mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Ahmad Vahid walihudhuria hafla hiyo. Vahid anaonekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa, ambapo alimzungumzia Ayatollah Ali Khamenei akisema kwamba ataishi ndani ya mioyo yao. Hatutawahi kutenganishwa naye. Anaishi ndani ya mioyo yetu, nafsi zetu na utu wetu. Ataendelea kuwa nasi milele na daima kwa ajili yetu sote, kwa ajili ya Irani yetu tunayoipenda na kwa ajili ya taifa letu. Hatutawahi kuwa mbali naye, tutaendelea kuwa naye kama kitu kimoja. Kwa mujibu wa wataalam, Vahid amekuwa mmoja wa watu muhimu katika kuunda msimamo mkali wa Iran katika mazungumzo kuhusu uwezekano wa kumaliza vita kati ya Iran na Marekani. Hakuwa ameonekana hadharani tangu tarehe 8 Februari, wiki chache kabla ya vita vya Iran kuanza. Israel iliwaua viongozi wakuu kadhaa wa jeshi na serikali ya Iran wakati wa vita hivyo, na pia imetishia maisha ya Ayatollah Mujtaba Khamenei. Inaaminika kuwa Vahid ni sehemu ya kundi dogo la watu wenye mawasiliano ya moja kwa moja na Khamenei mdogo. Viongozi wa kigeni na wajumbe kutoka nchi mbalimbali pia walifika kutoa heshima za mwisho, akiwemo waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif pamoja na wawakilishi wa makundi ya Hamas na Hezbollah na rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev. Bado haijulikani kama Mujtaba atajitokeza katika mazishi ya baba yake. Baba yake aliwahi kuhudhuria mazishi ya Ayatollah Khomeini mwaka 1989, akionekana akilia wazi wazi wakati alipoanza safari yake ya kuiongoza Iran kwa miongo kadhaa, huku akipambana na nchi za magharibi. Israel imekuwa ikitoa vitisho vya mara kwa mara kwa kumuua kiongozi huyo, jambo ambalo lilisababisha kamandi ya pamoja ya majeshi ya Iran kutoa onyo siku ya Alhamis. Serikali ya Iran inatarajia mamilioni ya waombolezaji kushiriki katika maandamano na shughuli za mazishi zitakazoendelea katika miji kadhaa nchini Iran kabla ya mazishi ya mwisho yaliyopangwa kufanyika wiki ijayo. Ripoti yake Sudi Mnete. Mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu amemtaka mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kutokana na ucheleweshwaji wa shauri lake kwa siku 139 na kwa kukaa gerezani kwa mwaka 1.5. Lissu ameyasema hayo leo wakati wa kusikilizwa kwa shauri la mapitio ya kesi inayomkabili ya uhaini iliyofunguliwa na Jamhuri dhidi yake mnamo Februari 24 mwaka huu. Florence Majani ametuandalia taarifa zaidi. Hizo ni sauti za wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo waliofika katika mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam leo kusikiliza shauri la mwenyekiti wao Tundu Antipasi Lissu. Lissu akiwa amevalia kaunda suti ya rangi nyeusi, mkononi akiwa na fuko lenye vitabu ama nyaraka, leo alionekana na uchangamfu huku akinyosha mkono wenye ishara ya ngumi juu kama ilivyo ada yake kila anapofika mahakamani hapo.
Saa 3:30 asubuhi, Lissu tayari alikuwa amesimama mbele ya jopo la mawakili watatu wa mahakama ya rufani, Zainabu Muruke, Amor Hamisi na Agusti Mwarija, wakati wa usikilizwaji wa shauri hilo. Lissu aliiambia mahakama na kuitaka kutupilia mbali maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na mkurugenzi wa mashitaka DPP, na huku akimtaka DPP amlipe fidia kwa ucheleweshwaji wa shauri lake. Na kisha Lissu akaongeza, kama walikuwa wanataka kunikondesha watafute utaratibu. Kiongozi huyo wa chama cha upinzani Chadema pia ameiambia mahakama kuwa amekaa gerezani kwa mwaka na nusu na kesi yake imecheleweshwa kwa siku 139 kuanzia Februari 24 mwaka huu hadi leo Julai 3. Jamhuri ilifungua shauri hilo la maombi ya mapitio mnamo Februari 24 mwaka huu, ikipinga uamuzi wa mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kuikatalia maombi yake ya kutaka iruhusiwe kuwasilisha ushahidi wa nyongeza katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa huyo. Hata hivyo, wakili mkuu wa serikali Nasoro Gatuga alijibu hoja za Lissu na kusema kifungu alichotumia Lissu kudai fidia kwa ucheleweshwaji wa kesi hakitumiki katika mazingira ya shauri hilo. Wachambuzi wa masuala ya sheria wamefafanua mwenendo wa kesi hiyo na kusema bado ipo haja ya kufanyia kazi na kubadilisha sheria na katiba, hasa linapokuja swala la ucheleweshwaji wa kesi. Matthew Kakamba, wakili mstaafu, ameiambia DW, kama kuna sababu za msingi ni sawa, lakini mimi kwa asili nature ya kesi ya Lissu na kama hakukuwa na sababu za msingi za kupeleka hiyo kesi mahakama ya rufaa. Lissu alikamatwa mnamo Aprili mwaka jana akiwa mkoani Ruvuma alipokuwa katika kampeni za kisiasa, na baadaye alifikishwa mahakamani akituhumiwa kwa kutoa kauli zenye viashiria vya uhaini na uchochezi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo. Tunabaki huko nchini Tanzania. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo leo amezindua maonyesho ya kimataifa ya biashara nchini Tanzania yanayofahamika kama Sabasaba, huku mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan akihimiza haja ya kukuza ubunifu wa biashara ili kulifikia zaidi soko la kimataifa. George Njogopa na taarifa zaidi. Maonyesho ya Sabasaba yanayotimiza miaka 50 tangu kuasisiwa kwake yanatajwa na viongozi wote yule kama kwa kishindo. Tunabaki huko nchini Tanzania. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo leo amezindua maonyesho ya kimataifa ya biashara nchini Tanzania yanayofahamika kama Sabasaba, huku mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan akihimiza haja ya kukuza ubunifu wa biashara ili kulifikia zaidi soko la kimataifa. George Njogopa na taarifa zaidi. Maonyesho ya Sabasaba yanayotimiza miaka 50 tangu kuasisiwa kwake yanatajwa na viongozi wote yule kama kitovu cha kusukuma mbele masuala ya uwekezaji na biashara, na kwamba kwa kupitia jukwaa hilo bidhaa kutoka sehemu hizi zinaweza kusafiri hadi kufikia masoko ya mbali. Rais Chapo ambaye amekuwa mgeni rasmi katika sherehe hizo uzinduzi, mbali ya kutaja ushirikiano wa enzi kati ya taifa lake na Tanzania, ameangazia masuala jumla yanayohusu uchumi na uwekezaji na kusifu namna jukwaa hili linavyoendelea kupanuka na kuwafikia wafanyabiashara wengi. Tanzania e Mosambiki, Mosambiki e Tanzania. Asante. Zaidi ya nchi 23 zimejitokeza kushiriki maonyesho hayo yanayotumiwa kama daraja kwa wafanyabiashara na wawekezaji kuwafikia walenga wake, ikiwemo masoko ya ndani na yale kimataifa. Rais Samia amesema maonyesho hayo sio tu kwamba yamekuwa kurasa wa kutangaza fursa za kiuchumi, lakini ni mwavuli unaowezesha wafanyabiashara wa kada zote kutembea katika soko lenye uhakika. Alisema wakati ambako maonyesho hayo yanatimiza umri wa miaka 50 ni ishara tosha kwamba kuelezea namna jukwaa hili linavyoendelea kuwa hitajio la wengi. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonyesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla. Ama maonyesho yanafanyika katika wakati ambako Tanzania ikiwa katika vuguvugu la kufanyika maandamano na ratibia kupita mitandao na majukwaa mengine, maandamano ambayo yanapangwa kufanyika hapo Julai 7 kushinikiza madai ya katiba mpya, kuachiliwa kwa kiongozi wa pinzani Tundu Lissu na kukomeshwa kwa utekaji raia miongoni mwa mengine.
Kutokana na hali hiyo, ulinzi umeimarishwa maradufu katika eneo la maonyesho hayo, huku doria nyingine zikishuhudiwa pia katika maeneo mbalimbali ya jiji. Baadhi ya wakazi wakiwa katika hali ya utulivu wamekuwa wakiwasili katika maonyesho hayo kwa nyakati tofauti. Jeshi la polisi limesema hali ya ulinzi na usalama itaendelea kuimarishwa wakati wote maonyesho hayo yalianza rasmi Juni 28 na kilele chake Julai 13. Mkazi huyo alifika katika maonyesho hayo anasema kuna wasiwasi huenda idadi ya wahudhuriaji hapo Julai 7, siku ambayo ni kilele chake rasmi na ni mapumziko, ikawa ni pungufu kuliko wakati wote kutokana na wasiwasi wa maandamano. Watu wapo wanakuja, wanatoka, wanakuja, wanatoka sasa, lakini labda tusubiri tarehe 7 hiyo. Kwa kawaida Julai 7 hushuhudia idadi kubwa ya watu kujitokeza katika viwanja vya maonyesho hayo kwa ajili ya kujionea pamoja na kupata mahitaji ya aina mbalimbali. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, acha niendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo ya kila siku ni wakisha tunangotea habari sahihi tunaweza kuaminika vile vile kwa muda mwafaka. Basi kila siku tunaendelea kuwekea habari kwa muda kamili. Habari ya asubuhi tunaweka na saa 11 asubuhi na dakika 45, yani 45. Vile vile habari za mchana tunaweka na saa 5 za mchana na dakika 44, yani 44. Vile vile na habari za jioni tunaweka na saa 1 ya usiku na dakika 15, yani kota na saa 1 na dakika 15. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, acha niendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuiamini Kongo Post News kama media ambayo inawapatia habari sahihi tena za kuaminika, na vile vile tunaahidi kuwakusanyia kila siku habari za kuaminika tena za ukweli kutoka huko kwenye uwanja wa vita ambako mapigano yanaendelea kati ya makundi mbalimbali yenye silaha na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila siku kuna kuwa ukiendelea kuripotiwa matukio mbalimbali yakihusisha mashambulizi au mapigano makali yanayotokea kati ya pande hizo mbili, kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo, ikipambana makundi ya waasi wa Twirwaneho wanaoleta bara katika mkoa wa Kivu Kusini katika nyanda za juu za Fizi inayoungwa mkono na waasi wa AFC M23. Asante.